Matumaini yangu ni mzima wa afya na hujambo mtazamaji popote pale ambapo unatufuatilia ulimwenguni. Ni eneo la Mtoni Kidatu kwenye mapozeo ya umeme ambapo taarifa zilizotufika ya kwamba kuna vijana wamejaribu kuja kukata waya wa umeme wenye kV 3300 ambapo ni umeme mkubwa wa chini ya ardhi underground, na mmoja wapo kwa mujibu wa taarifa amefariki dunia na mwingine ameungua vibaya kwa takriban 75%. Lakini pia jitihada za mafundi wa shirika la umeme wapo eneo hili na wanaendelea na hatua ya kurejesha huduma ya umeme, kwa sababu kuna maeneo mbalimbali ndani ya mji wa Zanzibar yamekosa huduma ya umeme. Na kumbuka tu umeme huu unatokea maeneo ya Fumba na athari kubwa imejitokeza mpaka sasa. Basi ungana nami mwanzo mpaka tamati juu ya taarifa ya tukio hili. Mimi jina langu ni Yasser Mkubwa. Kama unavyoona, mafundi wa shirika la umeme wanaendelea na kazi ya kurudisha umeme maeneo haya. Kwa majina yangu naitwa Hamisa Mnubi, afisa uhusiano kutoka shirika la umeme Zanzibar ZECO. Ni kweli, kwanza niseme tu kama mlivyokuwa mmepata taarifa ya kusikia, na sisi vile vile tumeweza kusikia. Lakini tukumbuke tu kwamba tunapokuwa tunatoa huduma yetu hii ya umeme, tunasafirisha umeme kupitia njia zetu mbalimbali. Takriban ukiangalia zile njia kuu ni kama njia 6. Kwa pande za kaskazini kuna njia 2, kwa kusini kuna 2, upande wa Mfumba kuna 2, na nyingine ndogo ndogo za kati na kati. Kwa hivyo katika utendaji wetu wa kazi hizi, mara nyingi katika vitu vyetu hivi vya controlling ya usambazaji umeme, tunakuwa tuna watu maalum ambao huwa wanashughulikia kuangalia mwenendo wa hii huduma yetu ya umeme. Na inapotokezea hitilafu katika moja ya njia zetu, basi hawa controller wetu huwa wanapata habari, kwa maana kwamba kuna kifaa maalumu hicho lazima kitakuwa kinaji off. Kwa hivyo inapokuwa unaji off, basi wao wanajua kwamba kuna eneo fulani, kuna line fulani tayari imeshatoka. Kwa hiyo wanachokifanya wao, jambo la kwanza baada ya kuji off ni kuweza kuirejesha katika hali yake kawaida. Lakini inapokuwa inaingia na kutoka, bila shaka watasema kuna hitilafu mahala fulani. Ndipo hapo sasa wao wenyewe, ikiwa mazingira yao ya ndani katika kituo chetu cha kupozea umeme, wanatoka kufanya patrol, na kama itakuwa ni nje ya hapo, wanawasiliana na watu wetu wale wa emergency ili kuweza kuambia kwamba laini fulani imeweza kuleta shida, na wao wataanza kuifuatilia sehemu baada ya sehemu. Kwa hiyo tukirudi katika tukio hilo la jana, majira ya takriban kama saa 4:30, imeanza kuleta ishara hiyo kwamba imetoka mara ya kwanza na wao kuweza kurejesha, lakini baada ya muda mchache kurejeshwa wakaweza kusikia mlio mkubwa sana, na baadaye kuweza kuona mwanga wa moto kuweza kutoka. Ndipo wakaweza kupata kujua kwamba labda kuna shida mahala fulani. Na pale pale wakatuma timu ya uangalizi na kwenda kuangalia, ndio baadaye wakakuta vijana hao wawili tayari wamelala chini. Mmoja pale tayari ameshaaga dunia na yule wa pili akawa anapiga kelele. Kwa hivyo kwa binadamu zaidi wale wakaweza kutoa taarifa kwa askari wetu ambao wako karibu hapa KM, na kuweza kufika na kuweza kumpa msaada yule ambaye amepata yale majeraha. Na baada hapo tukaweza kuwasiliana ili kuweza kufika kwa wakati na kuweza kuchukua hatua mbalimbali. Kwa hivyo scenario ilivyotokezea, hawa watu baada ya kuweza kuangalia yale mazingira, tuligundua wazi kwamba alikuwa na dhamira ya kuweza kufanya hujuma katika ile miundombinu. Tukumbuke tu kwamba katika usambazaji wetu wa umeme, tunapoutoa umeme katika transformer au katika hali kubwa kwenda hali ndogo, tunakuwa tunaupokea kwa njia ya cable wire ambao unakuwa ni mzito, mnene, na pia unakuwa ni imara, ili kuweza kuingiza katika leni zetu za usambazaji umeme. Kwa hivyo mara nyingi vijana hawa huwa wanapenda zaidi zile nyaya ambazo zinakuwa zina kopa ndani yake, na wao lengo lao baada ya kuzipata zile wanafanya biashara za kuziuza. Kwa hivyo katika harakati zao za kukata ile ya mara ya kwanza ambao watu wetu wameanza kuiona pale ambapo ilitoka mara ya kwanza, maana yake pale tayari ule msumeno baada ya kukwaruza kuanza kugusa ile earth, na pale ndio ikaleta shida ya kwanza. Sasa mara nyingi wanapotumia wao, baada ya kuonekana umeme umetoka, huwa wanafanya haraka kukata na kuweza kuondoka kwa haraka kabla sisi kuweza kujua. Lakini kwa sababu tayari watoto wako macho, baada ya kutoka mara ya kwanza wakaweza kuirejesha kwa haraka. Sasa kitendo kile tu kurejesha kwa haraka, na wale kwamba tayari wameshaanza kugusa ya ule waya, ndipo kaweza kuwapiga yule mmoja kufariki pale pale, na mmoja yeye kupata majeraha. Kwa hivyo tulichokuta pale sisi tumeweza kukuta misumeno pamoja na zile spana zao za kuweza kukatia zile nyaya. Kwa hivyo hiyo ndio hali ambayo imeweza kutokezea mpaka hivi ambapo tunaongea. Kwa kweli umeme ni mkubwa, ni umeme wa kilovolti 32.
kwamba tukumbuke kwamba umeme wetu ambao unatoka Dar es Salaam kuja kupokelewa pale Fumba na kufika Mtoni unakuwa ule mkubwa unakuwa ni megawati 100 ama kilovolti 132. Kwa hivyo ukifika Mtoni kupozwa na kuanza kusambazwa kwa wananchi unasafirishwa katika kilovolti 33. Kwa hivyo ni umeme ambao unakuwa ni mkubwa sana, ambapo kwa kweli kuchezea katika hali kama hiyo inakuwa ni riski sana. Kwa hivyo hata sisi mafundi tukitaka kufanya kazi zetu, basi lazima tuzime kwanza ndipo tufanye zile harakati. Lakini kwa sababu wao wameona wanaweza kufanya hicho ambacho walikifanya mwanzo, kwamba kutest kwanza kuweza kuji-off umeme baadaye na wao kufanya ile tukio lao, lakini kwa kweli hawakuwahi kufanya hivyo kwa sababu watu wetu walikuwa makini kuweza kurejesha ule umeme, ndio ikaweza kutokezea katika hali moja. Si wataalamu, lakini huwa wanaweza kukikisia kwa sababu haya matukio inakuwa si mara moja kutokezea. Huko nyuma wamefanikiwa kufanya, ndio wanaendeleza kufanya. Lakini kwa sababu tukumbuke kipindi hichi pia nacho cha hali ya mvua, inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kuleta ile reaction kuliko ni hali zile za kawaida, na ndio maana ikaweza kutokeza hivyo. Tumechukua kwa baada ya kupambazuka muda kama saa 12 asubuhi wameweza kufika wakuu wa maeneo haya, sheha pamoja na askari na watu wengine ambao wanahusika na haya mambo. Na kwa maeneo haya yule sheha wao hapa amesema hawatambui. Lakini kwa yule majeruhi ambaye kapata wale majeraha, wakati tunamsafirisha kumpeleka hospitali, alikuwa akinena kwamba yeye jina lake litaja, lakini pia akawa anasema atoka Kilimahewa. Kwa hivyo kwa jina tu alisema jina lake anaitwa Awadhi Ali na mkazi wa Kilimahewa. Kwa hivyo sisi tumewaachia dola ifanye kazi na sisi tumefika hapa. Wenye nia kuhujumu uchumi na matukio kama haya na wito wetu mkubwa, kwanza tunapenda kukumbushana kama ni wananchi wa Zanzibar, lakini pia kwa watumiaji wa huduma umeme, lakini kwa ujumla wetu kama ni wanajamii, ni kuweza kushirikiana katika kutunza miundombinu, kwa sababu mara nyingi tunapozungumza vitu tunasema kwamba miundombinu hii sisi kama ni mamlaka tunakabidhiwa tu majukumu ya kuweza kuhakikisha kwamba huduma umeme inapatikana kwa hali iliyo nzuri, lakini namna utunzaji, namna uendelezwaji manake ni jamii wenyewe. Kwa hivyo la kwanza tuiombe jamii ambayo ipo karibu nasi kwamba kushirikiana. Bila shaka katika jamii zetu tunajuana, huyu nani mkorofi, nani mwema. Lakini jambo jingine la msingi sana kwamba tuweze kutoa wito sana kwa hawa ambao wananunua hizi mali chakavu. Kwa sababu hata katika matukio ya nyuma pia tulipokuwa tumewakamata, walitupeleka katika maeneo ambayo yanauzwa vyuma chakavu. Na bahati njema sana tulizikuta hizo nyaya zipo na tuliwahoji na kweli walikiri kwamba wao wananunua. Kwa hivyo ni vyema kwamba tuiombe serikali baada ya kuiomba jamii. Kwa hivyo iko haja manake kuzuia kabisa. Na kama si kuzuia, basi wanaopewa biashara hizi basi wawe na vibali maalumu, lakini pia panapotokezea matatizo kama haya iwe wao ni wa kwanza kufikiwa na kuweza kutoa mashirikiano. Kwa sababu ninaamini kwamba kama hakuna manake eneo la kufanya hizi biashara, sidhani kama mtu atapoteza muda wake usiku mchana kuweza kutafuta hizi waya, kwa sababu atakuwa hana soko. Kwa hivyo uwepo wa masoko ndio unasababisha matukio kama haya. Kwa hivyo sisi tuiombe serikali, ipo haja sasa hivi nadhani kuweza kusimamia kwa nguvu zote ili kuona kwamba moja tunawanusuru vijana wetu, lakini la pili pia na sisi kutufanya kwamba tukaweza kuitoa huduma yetu bila ya kuwa na wasiwasi wa miundombinu yetu. Nyuma yangu ni mafundi wa shirika la umeme Zanzibar ZECO wakiendelea na shughuli za kurejesha huduma ya umeme mara baada ya kufanyika uhujumu na vijana wawili, ambapo mmoja mpaka sasa inaaminika kuwa ameshafariki dunia na mwingine anaendelea kupatiwa matibabu hospitalini, ambapo shirika la umeme Zanzibar linawataka wananchi waache tabia za kuhujumu miundombinu ya umeme na unaweza kuisababishia hasara serikali. Kutoka maeneo ya Mtoni Kidatu, nje kidogo ya mji wa Zanzibar, mimi ni Yasir Mkubwa. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online